Assalamu alaikum. Habari ya jioni, habari ya saizi, habari ya Jumamosi. Leo ndugu zangu, nimeona niwaletee somo kabisa. Somo rasmi ambalo wengi sana mmekuwa mkinipigia tofauti mkihitaji mali. Watu mnataka mali, watu mnataka mafanikio katika biashara zenu, katika kazi zenu. Sasa leo nimewaletea somo, na somo lenye uhakika na lenye majibu kwa haraka kabisa. Somo hili mnavyoona hapa, hii ni dawa. Hii ni dawa ambayo iko katika, kuna jambo mmetengeneza, hapa kuna fedha. Hizi fedha ukizipata ndugu yangu, kwa wewe ni utajiri tosha. Yaani ukizipata hizi fedha kama mnavyoziona, hizi fedha za nchi hii, hizi fedha kama mnavyoziona zina wafalme. Hizi fedha zina wafalme. Hizi fedha ziko tofauti. Kwa hiyo hizi fedha wengi tumekuwa tukijua kwamba hizi fedha umeziona zilivyo. Kwa hiyo zina nembo, zina vitu tofauti. Basi napenda kuwaambia kwamba hizi fedha kama mnavyoziona hapa, basi ni fedha ambazo hadimu kwanza kwa wewe mwingine kuzipata, na hata kama unazipata basi ziko katika nchi yako. Katika nchi yako hiyo, basi ujue hizi fedha ni dili, hizi fedha ni thamani. Yaani hapa unavyoziona ziko tofauti. Kwa nini ziko tofauti? Hizi fedha ziko tofauti kwa sababu, ngoja niziweke hapa ndugu yangu ili uweze kuviona vizuri. Hizi fedha unavyoziona ziko tofauti. Zina nembo tofauti, zina kila kitu tofauti. Hizi ni shilling, ni change coin, fedha za coin. Unaona kama hii fedha iko hivi. Hii fedha bwana nazozikusudia hapa, na mkiangalia hapa kuna tarasimu imechorwa. Jedwali, tarasimu, na ndani kuna tarasimu. Hapa kuna tarasimu. Hapa kuna namba, tarasimu, hapa kuna vitu tofauti. Na hii ukiangalia, tukachukua hii dawa sasa ambayo inakusudia kukaa ambapo inakusudiwa kukaa. Ngoja tuzihamishie hapa ili uione tarasimu iliyopo. Hii ni tarasimu. Hii dawa tutaichanganyia hapa, tutaiweka hapa kwa muda. Hii inafahamika hii inafahamika special kwa kuosha nyota. Nyota yako kama ni mbaya, basi hii hapa iliyochorwa hii tarasimu katika karatasi nyeupe kabisa, imechorwa kwa kuchanganywa zafarani na mafuta mengine kama unaona, na ikachorwa. Na hii dawa nimehamishia huko. Kusudio la kuhamishia hii dawa huku ni kusudio la kuweza kukuonyesha wewe ndugu yangu. Maana mimi nimesema utabibu wangu ni kwa niaba ya kuelekezana na kuweza kujua kumbe matibabu yapo, na matibabu yaliyo sahihi. Matibabu yangu hayana shaka, na kila siku ninafanya matibabu kwa vitendo, na ama kukuelewesha. Kama unaweza basi utaweza kujisaidia hapo nyumbani, ukajisaidia mwenyewe, ukatengeneza wewe hii tiba, ukaweza kufanikiwa kwa yale, na utaona maajabu ya hii tiba. Sasa hii tiba makusudio ya kuonyesha hivi ni ili kama mtu unaweza kujisaidia. Kwa kweli ndugu zangu, watu hawajui. Naonesha kwa sababu gani? Naonesha ili watu wajue kwamba tiba zipo. Sisi wazee wetu wa zamani walikuwa wanatunyima, kila unapomtaka kumwambia nionyesha mti fulani ili na mimi nije niweze kujitibu ama kusaidia watu wengine, niweze kupata hata kutoa, ni kama kutoa sadaka ya kwamba na mtu ana mwingine ajue amtibie mwingine, na mwingine amueleze kwamba hii ni tiba inasaidia kwa nia njema kabisa. Kwa hiyo sasa mimi nimekuja moja kwa moja, ndio maana kila kipindi changu, ndio maana nakusii kabisa uwe na subscribe hapo, una comment na una share, ili wengi wanapata elimu hii na wengi wanaweza kuweza kuwafikishia. Kama wewe ndugu yangu nimeweza kukufikishia mimi ambao ninavijua, na kufikishia bure kabisa bila kunilipa chochote, lakini ninakufikishia. Unaona wewe unaonaje, au unajisikiaje ukimfikishia na wewe mtu mwingine ama rafiki yako ama ndugu yako mwenye maradhi ama matatizo yanamsonga yasiyojulikana, amehangaika huko na kule hajapata ufumbuzi, hakajua hivi vitu na akaweza kujisaidia yeye mwenyewe. Hii ni vitu kikubwa sana.
Hichi ni kitu kikubwa na waonesha ndugu zangu. Kwa wale wataalamu kabisa mnajua hii ni nini nimefanya hapa. Huyu anahusika na nini, huyu anahusika na hii, inahusika na nini. Hivi vinahusika na nini. Hii talasimu inahusika na nini kwa ujumla. Hii karatasi ni karatasi ambayo saa hizi imeshakuwa ni kitu kikubwa sana, ni kiumbe kikubwa kabisa ni. Hapa unapoona ni kiumbe hichi. Ndio maana ukiangalia kuna udi nimechoweka, kuna udi nimechomeka, unafuka huku na kule. Kwa niaba naelezea hapa kwa kuwaomba viumbe hawa waweze kutulia ili niweze kuwapa nyinyi masomo. Kwamba nimeshawaomba waweze kutulia ili niweze kuwapa nyinyi masomo mnaonifuatilia katika TV yangu ya Sultani Miti Mingi TV. Na nawaomba iweze kufika mbali na zaidi na muweze kusubscribe na muweze kucomment na muweze kushare na wengine kule katika magrupu ili watu waweze kujua elimu kubwa kabisa na elimu pana nimezamilia kuwapa. Na nimezamilia kuwapa hii elimu si ya mchezo. Ndugu zangu, hapa niko katika ofisi yangu kama mnavyofahamu, ofisi ya dua na tiba asili ambayo inapatikana Dar es Salaam. Na Tabora inapatikana Tabora katika cheo pale kama unaelekea panaitwa Ngemo. Basi pale utaipata ofisi yangu. Na penyewe na Kahama yenyewe inapatikana ofisi yangu. Ukienda kama unaelekea kama unaelekea Kakola pale njapanda kwenda Geita, Kakola pale unaweza ilogi ukapata ofisi yangu. Kwa hiyo kwa nini nakwambia haya? Haya yote makusudio yetu ili tuweze kujua kwamba hii elimu nani kaileta hii elimu ama hii elimu inasaidia nini. Hapa ndugu yangu, kwanza hii mpaka hapa sasa tayari ni kiumbe. Tumeweka katika karatasi hii nyeupe. Unaweza ukacholea karatasi hii ama ukatafuta kitambaa cheupe. Kitambaa cheupe ndio ukachora hiki, ukakikata hivi pembe 4, kitambaa cheupe alafu ukachora hii talasimu. Ukichora hii talasimu basi kuna vitu kaza na kaza vya kuchorea. Una machanganyio. Hii imechorwa hapa ni imechanganywa. Kuna mnanizi imechanganywa basi ndio ikachorwa. Kuna masaa maalum ya kuchora hii talasimu. Hivyo muendelee kunisubscribe, muendelee kunifuatilia katika una comment na una share ili uweze kujua kumbe nini nachanganyia, nini nimefanya na nini. Nitaendelea kuwaomba hawa viumbe watulie ili wasifanye kuwa wabishi ama kutokukataa kuwatolea hii elimu, kwa sababu naanza kutoa elimu kubwa sasa na zenye siri nzito. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio maana unaniona nikitoa elimu kubwa nzito na kuwa niko katika mavazi fulani kwa niaba niko sawa wakati wa kuwaomba wale. Na ndio maana ukiangalia hapa kabisa ninatoa elimu nikiwa nimewasha udi na udi mnauona, na hii kitu nimeiweka karibu na udi. Kwa wale viumbe ambao wamechora sasa hichi, kwa sababu kinageuka kuwa kiumbe. Hichi kinageuka kuwa kiumbe. Na ukigeuka kuwa kiumbe hichi, kwa lolote unaolitaka kuagiza basi utafanya na utafanyikiwa. Sasa lakini leo lina maana kubwa. Hii ina sehemu nitaitolea sehemu ya kwanza mpaka ina sehemu mpaka ya 45. Sehemu ya 45 yani fundisho la kwanza ndio hili la leo. Kwa hiyo nitaendelea kutoa fundisho, nitaendelea kutoa fundisho kwa ajili ya kujitibu kwa kutumia hii, nitaendelea kutoa fundisho kwa ajili ya kuweza kuwa wewe mganga unataka kuwa mganga kwa niaba ya hii ili ufanyeje ili uwe mganga. Nitaendelea kutoa fundisho hii uifanyeje ili uweze kujizindika katika nyumba ama katika mashamba, katika kulima ama katika biashara, na ufanyeje hii nitaitolea elimu ili uweze kuleta wateja kwa wingi. Hii ni elimu sasa, nimeingia kwenye elimu kubwa. Siku zote kila ninapoenda natoa elimu yangu, basi elimu inazidi kuwa naenda na hapa elimu kubwa. Lakini sasa ndugu zangu, tuendelee kufuatiliana katika channel hiyo au katika TV ya Sultani Miti Mingi. Kwa kipindi changu cha tiba kabisa na dua, kwamba dua imfanyeje. Navyo hii inatakiwa ukishatengeneza uisomee. Unaisomea majina gani? Utaisomea majina ya Balkhati. Majina ya Balkhati kuna namna gani, kila siku akanaeleza unasomwaje. Ukimaliza hapo utaisomea alhamdu hizo uisomee alhamdu mara 100 alhamdu hiyo isomee mara 100. Ukiisomea mara 100 basi kazi yako itakuwa tayari. Utachukua dawa hii kama sasa tunaenda sasa kwenye lengo ambalo, kwa sababu nimekwambia kuna namna ya kuifanyia kazi hii mpaka mara 40 na. Kwa hiyo nachokisema hivi sasa naenda sasa kwa hapa nimekusudia kuwaletea somo. Hapo unavyoona kuna lice kabisa na kuna
nafanya shughuli kabisa, yani hapa nafanya kwa vitendo, hapa nafanya kwa vitendo. Kwa hiyo Lime wanisamee ama wasamee kwa kuelezea nyinyi ili muweze kujua ndugu zangu, kwa sababu mna shida mbalimbali, hasa mnahangaika sana na mafanikio. Sasa leo nakuja kabisa kwa ajili ya mafanikio. Ufanye nini ili ufanikiwe? Ufanye nini wewe mchimbaji wa dhahabu kwa hii uweze kupata dhahabu mara moja, tena sio pasipo kuwa na shaka. Dhahabu utaipata. Yani kwa Kiswahili, kwa wenzangu wachimba dhahabu wanajua, wengine wanaita kuhila, wengine wanasita kupanda, wengine wanaita kashakomboa. Basi ili ukomboe kwa kutumia hii talasimu, hii dawa kubwa ya kimajini, huyu kiumbe huyu ndo anahusika na mambo yote. Huyu ana mambo mengi sana na ana majibu ya haraka. Basi huyu kiumbe ili ameweze kukufanyia unachokihitaji, basi unabidi ukiangalia vizuri kabisa hapa kuna jina nimeandika. Kuna majina nimeandika hapa chini. Sasa haya majina ya huyu kiumbe. Kwa hiyo huyu kiumbe ili aweze kukufanyia, huyu anaitwa Shafim au Shafim Balkhamishu Kamli. Balkhamishu Kamli. Shafim Balkhamish Kamli. Basi huyu kiumbe unaongea naye, basi huyu kiumbe atakuletea dhahabu, huyu kiumbe atakuletea wateja, huyu kiumbe utamwagiza chochote ambacho unaweza kumwagiza. Na hii pakuweka yeye ni sehemu ya biashara zako, duka. Mtu hawezi kuchezea, wateja watakuja wengi kwa wingi, na mtu hawezi kukubebea tumulete, na ni kiboko kabisa, hautakuwa na shida yoyote. Hii ukitembea nao utakuwa na mvuto. Kama wewe ni mfanya siasa, basi utakuwa nayo hii ambayo utakuwa umeiweka katika sehemu, ama unaweza ukaichanganya kama hapa nimeshachanganya. Umeona, unachanganya jumla. Ukishachanganya jumla kabisa, ndugu yangu, hapo ulipo, basi utakuwa umeweka na ile dawa, umeweka na ubani, umeweka na udi, umeweka na kila kitu, unafunga, unatia na unachukua na perfume. Kuna perfume yake, kuna mafuta yake. Basi kuna mafuta kama haya mnayaona hapa. Hii ni perfume bora kabisa ambayo utadondoshea hapa wakati unaifunga, umeshaitengeneza. Pili, kuna mafimu hii perfume na yenyewe inahusika na hawa viumbe ili wakamilike. Kwa hiyo utachukua hii ambao kama unaiona hapa nimeisogeza, utachukua na hii, ndugu zangu waendelea kunifuatilia. Na utachukua miski ambavyo vyote vinachanganywa humu, ambayo utadondoshea humu. Baada ya hapo kabisa utatafuta mafuta haya hapa ya Rahmani miujiza. Hivi vitu vyote ukishavipata, basi inshallah utadondoshea hapa, kisha utafunga kwa manuizi. Umeshamaliza kuisomea, ukimaliza kuisomea ukadondoshea hapa, basi kuna vitu vitakuja. Kuna wengine vinakutokea, kuna wengine vinakuja vinakwambia, kuna wengine vitakwambia, kuna wengine vinakutokea, kuna wengine inshallah tu, kuna wengine mwili utakucheza katika sehemu ya kingo chako, basi kikikucheza kazi yako imekamilika. Kuna wengine utatoka jasho, ukitoka jasho basi imekamilika. Kuna wengine kitakuja kiupepo, kikipita kile kiupepo au kikija kikatulia pale ulipo, basi anza kuomba shida zako. Na ukiwa humu kwenye tarasimu yako umeona kama ilivyo, basi kuna vitu ambavyo utaendelea kujua ni nini utaviweka humu katika vitu ambapo kuna uwazi ambao umebaki. Ukimaliza hapo, hii iweke chini. Ukishaiweka chini, sehemu nzuri safi, sehemu sio chafu tena, hapa imeshakuwa. Basi ndugu yangu, utachukua hii kama ilivyo. Unaona, hii nilikuwa natoa elimu tu, kama mlivyoona ndugu zangu. Basi hii utachukua. Unaona hapa kuna dawa imechanganywa, kuna ubani, kuna udi, kuna kila kitu. Utachukua udi kama huu, utakata vipande 7, utaweka humu. Yani vipande vya udi vimeshakuwa 7. Pale utachukua perfume yako hii ni perfume unavyoiona hapa, iko tayari, utapulizia. Ukishapulizia hapa, naonesha nimewaomba wazangu, ndio maana naonesha live. Kwa hiyo nimeshawaomba na hamna chochote kitachotumika. Utachukua hii tena, unaona kuna nani inatoka kama unavyoiona. Hii perfume kali sana. Hii ni marashi makali. Haya marashi yanapatikana
makali sana. Haya marashi unayoona hapa, basi kisha utaweka marashi mazuri yanayonukia kwa wingi, yani harufu ikatiki. Ya marashi utadondoshia humu. Yani hapa nafanya kabisa kazi. Yani hapa nawaelezea nyinyi, lakini ninafanya kazi, sio kwamba nawaonesha tu. Yani hapa ndo naenda nafanya kazi na kazi inakamilika ambayo yamhusika mwenyewe, ambayo inatakiwa. Sio kwamba nawapa somo na alafu eti siko kazini, hapana. Yani hili linaenda nafanya kazi kabisa. Wala hakuna ubaya wote kuwaonyesha ili mjue na kazi yenyewe ilivyo. Hapa tutakuwa tumemaliza hapa. Perfume hii tutaiweka pembeni, na haya marashi makali tutaweka pembeni. Tutachukua haya hapa, unayaona mengine ni haya, na mengine tutaweka humu. Umeona hapa natokea kama ubichi fulani humu, basi tutadondoshea humu sehemu zote za kwetu ambazo panahusika, humu pembeni wote. Tukimaliza tunaweka huku, tunachukua hii miski. Hii ni miski kama mnavyoifahamu, hii ni miski. Tutadondoshea. Yani ndugu zangu, hii napenda kuambia, mimi mtabibu Sultani Miti Mingi sina uchoyo wa kutokujua kwamba mimi nafanya nini, ama nataka na nyinyi kama unaweza uko ulipo, basi kama ni mtaalamu basi watengenezee ndugu zangu waweze kupona. Kwa kweli tusiwe tunafanya vitu mtu aponi au aweze kufanikiwa, itakuwa sio vizuri. Sasa ni hivi, ni kuwapa elimu kabisa ya moja kwa moja kwamba ni kweli tiba zipo, tena tiba kubwa. Sasa tunachukua mafuta yale ya Al-Khamani Miujiza. Mafuta ya Al-Khamani Miujiza haya tunayaweka humu kidogo. Haya tunayadondoshea kama mnavyoona. Haya ndio mafuta ya Al-Khamani Miujiza. Haya mafuta ya Al-Khamani Miujiza. Al-Khamani Miujiza yana miujiza. Basi haya mafuta na ile perfume tunamaliza. Tukishamaliza kabisa hapo, tumemaliza kutengeneza. Sasa mimi bwana nimemaliza kutengeneza, ninahitaji kujua hii natengeneza kwa makusudio ya mtu kufanikiwa, yani kuwa na pesa au na hela katika biashara yake, au yani mlengo kabisa huyu kiume kwenda kufanya kama ni biashara, basi apate utajiri kupitia biashara yake. Yani apate utajiri kupitia biashara yake, ama apate cheo kupitia kazi yake, ama apate kuvuna mazao mengi katika kilimo chake kupitia hii jini. Kwa hiyo hii inahusika sehemu zote. Ni sehemu yani kwa msomi yoyote mwenye uwezo wa utabibu. Hapa anasema kweli, hapa nimeeleza pasipo kwa na shaka. Kwanza nimeeleza moja kwa moja, afu nimeeleza kitu kikubwa kabisa. Nao apate ulinzi usioweza kuchezewa na mtu yoyote. Kumbuka humu kuniita la simu, mpaka unatakiwa uweke nywele zako, yani nywele zako. Humu tukiangalia kuna nywele ambazo zipo. Kwa unabidi uweke kila kitu kwenye humu. Unaweka nywele, unaweka kucha, unaweka nywele za sehemu zote humu, unaweka kucha zako. Kwa hiyo hakuna mtu akuja kukushusha nyota yako, hakuna mtu akukufungia nyota yako. Ni zaidi ya kuvuma mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kila mahali unaweza kuona vuma na ukawa maarufu. Nywele nilikuwa kusudia hizi hapa. Hizi ni nywele hizi ni nywele, na kuna kucha humu na kila kitu. Kwa hiyo kila kitu unakuwa umekizindika katika mwili wako. Hayupo kuja kukuchezea. Kama unaweka hivi pili kwa makusudio ufaulu katika masomo yako, kama ni mtoto wako anafeli sana katika mitihani, unataka mwanao, yani mtoto wako afaulu, ama mdogo wako, ama kaka yako anasoma lakini kashatumia pesa, anasoma anakuwa anafeli sana, unataka asifeli, afaulu moja kwa moja, kiboko ni hii. Nimekwambia ina sehemu 47, 45. Kwa hiyo mpaka 47 mpaka 50 masomo naweza nikawapa, kwa sababu ina mambo mengi sana na inasaidia. Hapa nimeelezea kwa upana kwa mambo mengi kwa pamoja, lakini kila Mwenyezi Mungu akinijalia nitawaletea kipindi. Endeleeni kufuatilia kila siku kwamba leo nitazungumzia kuhusu kujizindika tu. Naelezea kuzindika. Kesho nitaelezea hii kuhusu mafanikio tu ya kibiashara. Nitaelezea mafanikio ya kibiashara peke yake. Kesho kutu hii nitaelezea kuhusu
kumzindika mtu asiweze kutoropoka katika tendo la ndoa, ama mke ama mume kuhusu hii nitajua. Yaani hapa utachokiandika hapa ndio kitachukua. Yaani utakutafuta tena zafarani, ukatafuta na perfume zote hizi na mafuta haya ya Hamani Miujiza, ukachanganya katika ile ndoo, kwa unachukua kidogo unaandika. Unaandika kwa kutumia kimti cha mpingu. Mpingu, kuna mti unaitwa mpingu ama mti unaitwa mbula. Basi utachonga ule mpingu ama mbula, ama ambao wa kuandikia mpingu ama mbula. Kama hauna ndugu yangu na unataka ujitengenezee mwenyewe, nipigie simu nikupatie hapo kamti. Basi hapo kamti unataka garamikia kukasafirisha huko kalipo, ili unakachonga kale ndo kanakuwa kama kalamu cha kuandikia. Unaweka katika zafalani, unaandika kama nilivyoandika mimi. Kila kitu kinaandikwa kwa hivyo. Huo mti ni wa mpingu ama mbula, ama nilivyoelezea hapo. Kwa hiyo kila atakayehitaji kupata mafanikio, nitaelezea kupata mafanikio, kupata utajiri, uitumaje hicho kiumbe baada ya siku 14. Yaani baada umekitengeneza, unakiweka, baada ya siku 14 uanze kukituma. Na tarehe nitakwambia, na siku yako ya kuanza kufanya hivyo, ya siku ya bahati nitakwambia, na kila kitu kitakuwa hapa. Na kama ni nyota yako ni punda unaokusudia kuandika hapa, wewe nyota yako ni punda, unataka nyota yako ivume kabisa, yani iwe kila mahali, au katika biashara zako, ama wewe msanii ivume, basi nyota zako utaandika nyota yako hapa. Utaandika hapa nyota yako kama wewe nyota ni punda. Nyota ni punda. Kama ni ng'ombe utaandika hapa ng'ombe. Kama ni simba utaandika simba. Basi utaandika nyota yangu ni simba. Mimi fulani nyota yangu ni simba. Basi unamaliza kwa safari ile. Basi huku kwingine utafunga. Basi hapa tunaenda, hii imekamilika. Umeona hapa nilivyoandika, ndio ninavyokuambia kila kitu kimeandikwa, kila kitu kimeandikwa. Kwa majina ya au jambo la mtu ni hila hapa, nyota yake ni hii hapo, kila kitu kimejieleza, kiko wazi. Huku pameandikwa, umeona namba yake ya bahati ni hii hapa, kwamba namba yake ni namba 6. Hii hapa ni 6. Kwa hiyo namba yake ni 6. Umeona siku kabisa ni siku ya 3. Nilikwambia kuna siku yake, siku ya 3 hiyo huku. Kwa hiyo kila kitu kimeandikwa hapa. Kwa hiyo kila wewe mfanyabiashara, ya ndugu yangu, hii haina mfanyabiashara mdogo wala mkubwa. Hii hapo ukipata ukawa nayo, hata kama watu walikuwa wanakuchukia watakupenda. Ulikuwa upati wanaume, utapata wanaume. Ulikuwa upati wanawake, utapata wanawake. Kwa hiyo ndugu yangu, hii ulikuwa ufanye biashara vizuri, mjirani anafanya, wewe ufanye, utafanya biashara tena kwa usafi. Hata kama waga anakushusha kwa madawa, wewe hujui, anakushusha kwa madawa, basi utamjua. Kwa sababu gani? Hii utavoweka ataanza kukuona. Hujamsemesha, hujamuuliza, anaanza kununa, anaanza kuja kujisemelezesha, au anaanza kujichekesha kwako. Basi kuna watu ambao walikuwa hawafiki, wamekusahau kukupigia hata simu, basi utaanza kuona wanakupigia. Pakuiweka imeshakamilika. Nitaendelea kukueleza. Endelea kufuatilia hii moja kwa moja, kila siku nitatoa elimu hii. Na sasa hapa naenda moja kwa moja kumfungia huyu, ili mafanikio ayaone kwa jambo aliyokusudia. Sitaki kusema kakusudia nini. Ndugu zangu hapo mtanisamehe. Sasa nilikuwa na hapa, umeona hapa tunaanza kukunja sasa shida zetu, mambo yetu na kazi yetu, na mtu akafanyikiwe kabisa kwa nguvu zote kabisa. Na asimamiwe na jambo lolote ambalo linataka kuwa anataka liwe. Kama ni mtu anataka usanii, basi awe msanii. Kama anataka awe maarufu, basi awe maarufu. Kama anataka siasa, basi awe mwanasiasa mzuri kabisa na bora, na sio shushwa na mtu yeyote. Kama anataka awe mtu mwenye fedha nyingi, basi apate fedha. Kama anataka fedha tu za kuwa kwamba aonekane na fedha, asipate kuwa na njaa wala kufeli, basi anafeli. Kama ana mabasi, basi mabasi yake asipate chochote kibaya, basi hapa ndo atakuwa. Kama anataka mazao apate mengi bila kufanywa usida au kuibiwa kichawi, yani wachawi wasiweze kuingia katika shamba lake, hii ndo kiboko. Au wachawi wasiweze kumgusa katika nyumba yake, hii ndo kiboko. Au wachawi wasiweze kumgusa katika biashara zake, hii ndo kiboko. Au wachawi wasije kuingilia katika penzi lao au ndoa yao, hii ndo kiboko. Basi hii ndo naenda kuwapa dawa yenyewe. Tunaifunga sasa. Hapa iko imekamilika, hapa imekamilika ndugu zangu. Hapa ndugu zangu, Shafii huyu, jamani, hivyo unavyoiona unadharau. Yaani hapa imekamilika ndugu zangu. Hapa imekamilika. Hapa imekamilika. Hii dawa bora kabisa. Tena dawa yenye kujiamini, na ninasema ya kujiamini. Umeona hapa imekamilika. Sasa basi, hapa naifunga hii.
Hii naifunga haihitaji hizi fedha ambazo nilikuwa nakwambia. Kama unataka utajiri sasa lazima upate hizi fedha. Kama unataka utajiri wa hela, una fedha nyingi kabisa, mahela yawe mengi, unataka upate hizi hela. Hizi hela ni sasa na pete. Yaani pete unataka kuvaa, basi hizi hela zenyewe, hizi hela utaweka humu. Unachukua unaikunja, yani kama hivi nilivyokunja, basi unachukua hizi hela hizi nilizokuzionyesha hapa, unaikunja na yenyewe unaitia humu. Ukiwa umeweka jambo lako, kucha zako, vidole zako, nywele zako humu, kila sehemu, kila kitu hadi mate, unatema chini, unachukua mchanga, ulipotema unaweka. Sasa kama unataka hela, lakini bila kuhitaji hela, unataka tu kuvuma, kuwa msanii, uwe mtu maarufu, uwe kibiashara, utaki hela, basi hizo hela hazihusu. Hizo unabidi unaziweka pembeni kama nilivyoziweka pembeni, hazihusiki humu. Lakini kama unahitaji wewe sasa haya mambo yawe ya kufanya mambo mengine tu kama namuelezea, nimesema nitaelezea kwa umakini kabisa, kwa ufasaha, ili jamani ndugu zangu tuweze kujisaidia. Mambo yameshatuzidi, washiriki na wenyewe wameshajaa, wanakuonea wivu. Yaani wewe unakuwa wewe ni kufanya biashara zako, biashara uone pesa zinapoenda. Hii ndio kiboko ndugu yangu, hii ndio kiboko. Kiboko kwa wale walioipata, kwa kweli hii ndio kiboko. Ndio kiboko, na naona kabisa kweli ni wale waliopata waseme kwa kweli mambo yamebadilika. Kama mnasema ndugu zangu, angalau mnasema ukweli kwamba kweli Dr. Sultan Medemingi, mimi nilifika kwako, kwa kweli ulichonipa nashukuru Mwenyezi Mungu. Sio tu mnakaa kimya, angalau mnasema na watu ambao wanakuwa wanahisi kwamba si kweli. Si kweli, waone ni kweli, kwa sababu ni nia nzuri. Hatuna nia kumharibu mtu, hatuna nia, Dr. Sultani hana nia. Unaona hii jamani, kuna nyingine hii hapa talisimu. Yaani hii ya kwanza, hii ya pili. Kwa hapo kuna tasimu mbili. Hii ya kwanza, hii ya pili. Unaona kuna utofauti wa hizi tasimu. Kwa hii imetangulia, hii ndio ya kwanza, ina kila kitu ambao tumekiweka mle makusudio. Hii sasa itakuwa ni ya pili. Hii ya pili ambayo utachukua yenyewe kama ilivyo, utaikunja katika ya yako vizuri kabisa. Yaani unaikunja na yenyewe, humu na yenyewe inahusika kuikunja vizuri sana. Unaikunja vizuri kabisa katika nani yako, unaikunja vizuri. Umeona imekuja, kuna ile ya kwanza, kuna hii ya pili. Sasa hapo unatakiwa ufahamu kuna kitu hapo, kuna ya kwanza na kuna ya pili. Hiyo umeona, kuna ya kwanza na kuna ya pili, zote zinakunjwa huko. Zote zinakunjwa huko. Kwa hiyo sasa unahitaji kukunjwa huko, kukunja huko. Hapa nafikiri tunaenda pamoja, tunaelewana vizuri tu kabisa kwamba ninakunjaje, nimefanya nini, nimefanya nini. Na hapa inakamilika hivyo, sio kwamba haikamiliki ndugu zangu. Hapa ndio inapoenda na imeshakamilika mpaka hapo. Nyingi sana ambazo zinakuwa hapa ndugu yangu, itakuwa imekamilika. Sasa hapa ili isiweze kuja kuchumbuka ama kupasuka ama kufanya jambo lolote baya kabisa, yani lolote ambalo litaweza kufanya ambalo isije kavuja, yani ikatoka ikapotea, unaweza ukachukua nani nyingine. Utachukua karatasi nyingine vizuri kabisa kama unavyoiona hapa. Hii ni karatasi ya white paper. Utachukua tena white paper nyingine ambayo haijaandikwa chochote, sasa haina kitu chochote. Hicho kikusudia ni hicho. Unaona hii tumekunja hivi, tukakunja hivi. Sasa hii tunailaza hivi. Tukishailaza hivi, tutachukua perfume tena. Basi tutapulizia hii ikamilike. Ile perfume tutapopulizia hapo, unaona hii ni perfume tu, tutachukua ili kamilike. Sasa tumeiweka hivi, sio tena hivi. Hii tulikunjia hivi. Hii sasa hii tulivyoishika, tumeshika hivi. Unataka kumtengenezea mtu sasa, kama wewe ni mjuzi, unamtengenezea, unafanya hivi. Basi kisha utachukua hii, utaifunga hapa. Umeona inapokuwa, ukishaifunga hapa, utaifunga hivi nguvu kabisa. Yani hapa mimi ndugu yangu, kuna vitu vingi ambavyo nitakuelezea. Nakwambia uwe na subscribe hapo na comment ili uweze kujua tiba kabisa. Hii ndugu yangu, hapa hamna mkono wa mtu. Hapa hamna mkono wa mtu atakuja kukuweza au kukushusha katika jambo lako lolote. Umeona? Nimepata nini tena? Nimepata kile kimkunjo ambacho nilikuwa nimekukusudia mwanzo ni kabisa. Basi nitakunja hivi. Umeona? Basi hapa utafanya hivi.
Ukishafanya hivi, nafikiri hapa umenielewa. Umenielewa vizuri kabisa kwamba hii umeongeza nini? Umeongeza hii karatasi nyeupe juu ya ile dawa yako. Juu ya ile dawa yako utatengeneza vizuri kabisa. Hapa najua utajiuliza nini kitatokea hapa. Jamani, hapa sasa hata kama uende ukaiweke tu sehemu ndani pazuri pasafi, kwenye kitu chako kizuri, kama ni kitambaa uweke cheupe na chekundu ukiweke. Kama unaona haifai sasa kuweka kitambaa chekundu na cheupe, baba sehemu unakata kidogo kabisa unakiweka sehemu, basi utakuwa unapuliza perfume. Na hizo siku mtakwambia siku fulani fanya hivi, siku fulani fanya hivi, wewe utaona mambo yako, hakuna kukushusha. Kama unaweza basi utakuwa unatembea nayo. Kama unaweza, kama una gari basi peleka ndani ya gari kwenye draw popote. Kama unaweza kutembea nayo utakuwa unaweka mfukoni unatembea nayo. Uhitaji kutembea nayo basi utajitafutia sehemu ndani vizuri, utaiweka pazuri pasafi kabisa, na utakuwa na hivi vitu nilivyovipulizia. Basi wewe utakuwa unaangalia kwanza wiki moja, kila siku asubuhi jua linapotoka na jioni linapozama, ndani ya wiki moja ama saa 6 usiku utakuwa unaipulizia perfume hizo. Baada ya hapo kuna tarehe ambazo nitakuwa nakwambia uwe unaipulizia. Tarehe tofauti. Basi baada ya hapo kitachofuata kabisa utaona mimi nachukua nini hapa. Unaona nachukua nini hapa? Hapa nachukua uzi. Hapa nachukua uzi. Huu ni uzi. Unaona ndugu yangu, huu ni uzi huu. Basi uzi huu hanya sasa. Bismillah. Tunaanza. Tuwe pamoja, nifuatilie vizuri tu, tuwe pamoja mpaka tunapokamilisha zoezi letu. Tuwe pamoja uone kabisa kinachojili. Umeona? Huu ni uzi huu. Tunafanya hivi. Kinachotokea sina tabia ya kuwanyima jamani ufahamu. Sina tabia ya kuwanyima ufahamu. Mwenyezi Mungu ndo kanijalia uwe na huu utabibu. Kwa hiyo utabibu naofanya kwa sababu ni wa kweli na sio wa ushari wala wa ubaya kwa mtu, ni wa mafanikio na kujiweka katika mwili wako sawa. Kwa hiyo nikaona kabisa wakutunusuru wewe, labda watu wanakufuatilia washirikina na nini hawataki ufanikiwe, basi hapa ndo dawa yake. Hapa ndo dawa yake ndugu zangu. Hii ni dawa yake kubwa kabisa. Yaani sina shaka nayo hii. Kwanza hii nikikupa nasema yeye nimekupa kweli. Mimi mwenyewe naondoka kuna furahi kwamba kweli umepata. Kwa hiyo imetengenezwa hivi. Unaona? Hapa naendelea na uzi tu hapa. Unaona? Uzi huo, ni mweupe, uzi mweupe. Uzi mweupe. Na ukiona uzi mwekundu basi ukishamaliza hivyo unafunga kwa mwekundu hapa mweupe. Kwa hiyo upande huu mweupe, upande huu unazungushia mwekundu. Yaani umemaliza kufunga hivi. Kama unavyoona huu ni uzi tu, unanunua uzi wa nguo, unakushonea nguo, unakushonea hapa. Huku utazungusha. Umeona? Basi unaweza kuchukua mweupe tupu au ukachukua na mwekundu. Umeona? Unajua kabisa, umeona hii ina rangi mbili hapa. Huku mwekundu, huku mweupe. Huku nimeshawekea tena dawa. Ina maana sina haja mimi kwa kuweka mwekundu. Ila kama wewe hauna dawa ya kuweka hivi, basi utachukua uzi mweupe. Huku uzi mwekundu utaifunga hivyo. Basi hapo unaushauriwa kufunga na chochote, kwamba unafunga na manuizi. Haya, kwa sababu mimi hapa nikimaliza kuna kazi nitaifanyia. Ila wewe kule wakati unafunga, wakati sasa unafunga umeamua kujiweka mwenyewe sawa. Yaani kujiweka mwenyewe sawa. Kama unaweza basi ndugu yangu sio mchoyo, kazi kwako. Kazi kwako. Lakini kama uwezi nipigie simu. Bora nikufanyie nini? Utafanywa kwa uhakika kabisa. Kama unaweza inshallah Mwenyezi Mungu atakubariki. Ila mimi nimekuonesha elimu ya kutosha. Basi hii ndugu yangu, hii inakula uzi hapa. Yaani hii inakula uzi. Jamani. Hii ni hatari ndugu yangu, ni hatari. Yaani hatari ya salama lakini. Basi inshallah mimi nimemaliza. Nafikiri mnaona hapa.
kazi imeendelea, uzi wangu ndo huu. Uzi wangu ndo huu. Basi hapa nimeendelea, nilikuwa nafunga vizuri kabisa. Nitachukua kitu cha kufungia hapa. Ona. Sasa kuna watu wanauliza hivi, kwa nini natoa elimu hizi? Tena elimu nzito, tena zionesha hadharani. Jamani, lengo yangu sio baya. Lengo langu sitaki msumbuliwe na watu wanaoibia nyota. Sitaki msumbuliwe na watu wanaoonea usida katika biashara zenu. Sitaki mfunguliwe umetafuta kwa jasho yako. Sitaki mfunguliwe eti kwa sababu ya wachawi tu kidogo. Wachawi basi wanaziba riziki zao, wanaziba riziki ya mwanadamu, haogopi nafu apati chochote. Ni bora ya mimi utibabu wangu na kuonesha wewe live ambao utajitibu mwenyewe. Ukishajitibu utafanikiwa, utanishukuru. Sasa yule mtu ambaye anasema yeye mbona anajionyesha mimi sijui nafanya hivi, mimi nikikutibia wewe ukapona, lazima utatoa asante. Familia yako itaishi vizuri, watoto wako utasomesha vizuri, watu hawatakupa lazima miko kila siku kuuguza watoto wanaumwa. Wewe utakuwa vizuri kabisa. Sasa ukiwa vizuri, sasa yule anasema mimi nafanya vibaya wakati mimi naponesha ama mimi nakusaidia, nafu yeye anasema mimi nafanya vibaya, sijui anataka nifanye nini. Basi sawa. Lakini mimi najua kabisa kwa sababu ni jambo jema nalifanya, basi inshallah unajua Mungu kuna viasi fulani atanilipa tu. Kwamba kwani kuna watu walikuwa wameonelewa, wamerogwa, yale mauchawi yakatoka, wakaendelea kufanikiwa. Walikuwa wanataka mali wamezipata, wanafanya vizuri, unatoa sadaka, hizo mali ambazo unazitafuta hapo, utaenda utatoa sadaka. Basi ndugu yangu, hii hapa imekamilika. Bismillah. Hapa nainukisha udi. Kwa niaba ya kwamba hii imekamilika. Na hapa inakula udi. Basi hii iko tayari. Mwenye hii niliyotengeza mkono hapa somo. Ndugu zangu, ana habari zake, ataona faida yake kubwa hajawahi kuiona. Yaani chochote anachotaka kitakuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo huyu nakwambia nimemwagiza. Aliwaumba yeye hao viumbe na sisi akatuumba. Wenyewe akaumba kwa moto, sisi akaumba kwa udongo. Sasa hakuna zaidi ya hichi. Hichi ndugu yangu, kwa kazi yoyote, jambo lolote unalitaka liwe, lazima sio yali ni hapa ndo kiboko yao. Mimi nachukua naenda kuiweka sehemu husika. Ile inaokaa sehemu husika kama unavyoona. Sehemu inaokaa ambapo kama unavyoona, sehemu zinakaa vitu kama hivi hapa. Ingine hii hapo, ingine itakaa hapa. Sijui mmeona? Umeona hii kitu ilivyo? Umeona hii kitu na hizi. Hapa mnaona hapa kuna pete fulani. Hii ni pete, lakini unataka sasa zile nilizokuambia mfano wa zile fedha ni hizi na wenyewe zina maana mbalimbali. Hizi ni fedha adimu, hizi fedha sio za kawaida, basi hizo zenyewe zitakuwa. Umeona hii imeshakamilika, basi naenda kuiweka katika sehemu husika. Akija mwenyewe nitamkabidhi vizuri kabisa na mafanikio lazima sio yale. Kama anataka fedha atazipata. Kama anataka awe na elimu kubwa, elimu ataipata na atafanikiwa vizuri, atafaulu vizuri. Kama anataka biashara yake ivume na awe tajiri kupitia biashara, atakuwa tajiri kupitia biashara. Naam, ndio hiyo. Kwa hiyo fedha hizi fedha ni za mvuto. Ukizihitaji, unahitaji nikutengenezee ili uwe unapata utajiri kupitia hizi fedha ambazo unataka simu yake inakuwa ni ya hivi, inatengenezwa, basi fedha itawekwa humu. Ikishawekwa humu itakunywa pamoja na vitu ambavyo nimekwambia hapo, na mafuta la Khabani Miujiza. Basi utafunga na kisha hapo utaweza kuwa unapulizia perfume kila siku ndani ya wiki moja. Kisha hapo utaiambia jambo lolote na litakuwa. Basi nimemaliza hapo. Tuendelee. Hii ndio ilikuwa sehemu ya kwanza, ndio maana ikaenda combine ili kuelekeza vizuri, ila nitakuwa naenda na somo moja, yani kazi moja mpaka nitamaliza hizo fedha kama unavyoziona.